Ngoja niwaambie kitu wafugaji wenzangu katika booster ambayo ukitaka jogoo wako wawe wenye mili mikubwa, hata kama ni wa kienyeji, waonekane kama vile chotara. Kuna jogoo hapa shambani kama huyu hapa, ukimwonyesha mtu anasema huyo ni chotara. Kuna mwingine yule pale, kuna siku moja nilikuwa nasema jogoo nilikuwa nimewanunua wa kienyeji, walisema hao jogoo ni chotara sio wa kienyeji. Sasa katika booster ambayo itafanya kuku wako wawe wakubwa na uzito mkubwa ni tangawizi. Tangawizi ni booster nzuri sana. Katika booster, miongoni mwa booster bora nikiambiwa nitaje 3 za asili, basi sitoweza ni isahau tangawizi. Lakini tangawizi pia nitakutajia kazi ambazo inazifanya. Ni kitu ambacho huwa kinatoa matokeo kwa haraka sana. Kwenye hii video nitakuelekeza namna ya kuandaa na namna ya kuwapatia. Nitakushauri namna bora ambayo unaweza ukawapa hii tangawizi hao kuku wako. Sasa tukianza na kitu cha kwanza kabisa, tangawizi huwa inaimarisha kinga kwa kuku. Inawafanya kuku wako wasiweze kupata kiurahisi maambukizi ya magonjwa, na hasa vifaranga. Unajua katika umri wa kuku, umri ule wa kuku anapokuwa kifaranga ndio ni umri ambao kuku kinga zake zinakuwa chini. Lakini pia ikumbukwe hawa kuku wa kisasa ambao tunawafuga, broiler, chotara, kuku wa mayai, hawa ni kuku tofauti na wa kienyeji. Kinga zao tofauti kabisa na kuku wa kienyeji. Yaani ukija kufuga kuku hawa wote kwa mpigo, yaani ukafuga kuku wa kienyeji hapa, ukafuga kuku wa kisasa hapa, utakuja kuelewa utofauti hapa ambao mimi ninauongea. Kuku wa kienyeji kinga zao zipo juu sana, lakini hawa wa kisasa, hawa chotara ambao tunawafuga, kinga zao zipo chini. Kwa hiyo kama unafuga chotara ni kitu cha kupenda sana kuwapa. Kama unafuga broiler ni kitu ambacho cha kupenda sana kuwapa, kwa sababu kitawasaidia kuimarisha kinga. Kuku wako wataimarika kinga endapo utakuwa unawasagia tangawizi unawapatia. Lakini pia vifaranga wanapaswa sana ukawablendia, ukawapa huu mchanganyo, kwa sababu pia utawasaidia kwenye upande wa kinga. Lakini pia tangawizi ni tiba ya mafua. Inatibu mafua vizuri sana na magonjwa mengine ambayo huwa yanashambulia mfumo wa hewa. Kama kuku wako wanaumwa mafua, basi wasagie, wapatie hii tangawizi, itawasaidia sana. Hata tiba nyingi sana za asili ambazo huwa tunataja za mafua, mara nyingi sana huwaga tunaweka tangawizi. Lazima tuweke tangawizi, kitunguu maji. Kuna tiba nyingi sana ambazo zinaweza zikakusaidia kutibu magonjwa kama haya. Zote hizi utajifunza kwenye kundi letu la WhatsApp. Endapo utajiunga na kundi letu kwa ada ya shilingi 8,000, tutakuelekeza vyote hivi. Lakini pia kwenye vitabu vyetu kama hicho kitabu cha tiba za asili, humo ndani ukisoma utakutana na tiba ya mafua nzuri kabisa. Lakini pia utakutana na tangawizi tunazungumzia, kitunguu saumu, kitunguu maji, majani ya mpapai, aloe vera. Kuna vitu vingi sana, kuna mbilimbi, yani kuna vitu ambavyo hata hapa hujawahi kuvisikia, ila kwenye kitabu hicho cha tiba za asili tumeandikaga. Hicho kitabu kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Kitabu cha safari ya ufugaji, hicho kitabu kina chanjo za asili, kina chanjo za asili, hizi chanjo za dukani, kina jinsi ya kutengeneza chakula, vitu vingi sana. Vitabu vyote hapo gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft. Tukiendelea upande wa tangawizi, pia tangawizi huwa inarahisisha mmeng'enyo wa chakula. Tunaposema inarahisisha mmeng'enyo wa chakula, maana yake inafanya kile chakula kiende kikatumike vizuri kwenye mwili wa kuku. Unaweza ukawa unawapa kuku wako chakula kama vile unawapa grower, lakini grower ina virutubisho mbalimbali, na virutubisho vya wanga, protini, fati, yani mafuta. Vile virutubisho vikawa haviendi vizuri kwenye mwili wa kuku. Kwa hiyo kipindi ambacho wewe unakuwa unawapa tangawizi, basi itawasaidia. Na hapo unaweza ukaweka kwenye maji, ukaiblend. Kwa mfano tangawizi moja ambayo unaiona hapo kwenye picha, ukawekea kwenye maji lita 10. Lakini pia kama utasaga, utapata unga ule wa tangawizi, basi unaweza ukawa unaweka kwenye kilo 10, unaweza ukawa unapima gramu 100, unachanganyia. Pia ukiwapa huu mchanganyo kwa mfano wa chakula au ukawachanganyia kwenye maji, kuku wako wataongezeka ukuaji, yani watakuwa haraka sana. Kuku ambao huwapi tangawizi na kuku ambao unawapa tangawizi, wanaweza wakawa wanatofautiana sana kwenye ukuaji. Yani ukakuta wengine ni wakubwa alafu wengine wameshindwa
kuwa wakubwa kama ambavyo hawa wengine wapo. Kwa hiyo hichi kitu kinaweza kikatokea kabisa kwa kuku wako endapo utawatenganishia chakula kama hivyo. Ukirudi kwenye utagaji, inasaidia sana kuku kuweza kutaga vizuri kabisa, inaongeza utagaji, inawaboost kuku wako waweze kutaga vizuri. Kila siku hapa huwa nasema sisi tulikuwaga na kuku wa mayai, tulikuwa tunawapa tangawizi, tulikuwa tunawapa majani ya maboga, walikuwa wanataga vizuri sana. Wewe tumia hii, utakuja kuona utofauti kabla ulivyokuwa utumii na baada ya kuanza kutumia hii tangawizi. Inasaidia vizuri sana kwenye utagaji. Na kitu kingine cha mwisho ambacho hapa ninakwenda kuambia ni dawa ya minyoo. Inatibu vizuri kabisa minyoo. Kama kuku wako hapo wana minyoo, watengenezee hii tangawizi na nikupe dawa kamili ya minyoo. Dawa za minyoo zipo nyingi sana na sasa hivi tumekuwa tuna bahati hapa, mara nyingi sana huwaga nazielezea. Chukua tangawizi, changanya na unga wa mbegu za maboga, unatibu minyoo. Na kama unahitaji kujifunza vitu vingi sana vya ufugaji, unataka ukipiga simu, tunapokea, tunakuelekeza, jiunge na kundi letu. Kwa mfano leo hii asubuhi hapo nilikuwa nimeamka na hako katiba katangawizi yako. Nikawa nawaelekeza watu wa kwenye group namna ambavyo wanaweza wakatumia, wanaweza wakaongeza kwenye vyombo vyao vya maji. Kwa hiyo vitu kama hivi vyote tunajifunza kwenye group. Haya ndio masomo ambayo tunakuwa tunatoa, namna ambavyo unaweza ukawawekea kuku wako wa broiler. Kama hapo si unaona nilikuwa nawaelekeza na faida zake, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni group nzuri sana ambalo ukijiunga utapata elimu vizuri, lakini pia na washauri vitabu vitawasaidia sana kuweza kupunguza gharama za ufugaji. Vitabu ni shilingi 10,000 tu. Unaweza ukakwepa shilingi 10,000 lakini ukapoteza pesa nyingi sana kwenye ufugaji. Wafugaji wengi sana wamekuwa wakipoteza pesa nyingi kwa sababu tu ya kupuuza vitu vidogo vidogo sana, ndio ambavyo huwa vinatufanya tunapata hasara kwenye ufugaji. Kwa hiyo nakushauri wewe ambaye unanitazama hapa, kama bado huwa unajiuliza kwamba nijiunge na hawa KingoFarm, nipate huduma za hawa KingoFarm, lakini unasita, ni muda sahihi wa kujiunga na sisi KingoFarm. Tutakushauri vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na ufugaji. Asanteni na kwaherini.